msaidizi wangu kwa ajili ya uponyaji. Roho Mtakatifu, msaidizi wangu kwa ajili ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtakumbuka, tuko katika mwezi wa somo la Roho Mtakatifu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ni muhimu sana kuelewa juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu inatamkwa sana hilo neno, lakini maana zake ziko nyingi sana, na watu wengi wameshindwa kuelewa ni nini. Wengine wanadhani ni upepo, wengine wanadhani ni ubaridi, wengine wanadhani ni kupigwa ngwala katika ulimwengu roho naanguka. Kwa usipona watu wameanguka, sio Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini napenda uangalie kwa namna tofauti kwamba Roho Mtakatifu haji kwa kufikiri au kuwaza. Anakuja kama yeye, kama Mungu Baba, katika jina la Yesu. Unapomchukua mtu ukamwambia, leo naomba umkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huwa hakuna drama. Nguvu ya Mungu inaingia ndani mwake na anapokea nguvu ya Roho Mtakatifu, anapokea wokovu. Na ndivyo ilivyo katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Yoyote ambaye muamini Kristo ni lazima apokee nguvu ya Roho Mtakatifu, vinginevyo hakuna maana. Mstari ambao utatusaidia leo kwa ajili ya tafakari ya jioni katika somo la Roho Mtakatifu mponyaji wangu, tutapitia baadhi ya mistari mingi, lakini mstari ambao utakuwa ni nanga sana katika jioni leo utakuwa kitabu cha Yohana Mtakatifu, ile sura ya 15 mstari wa 26. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari ule wa 26. Tunakwenda kutafakari juu ya Roho Mtakatifu, mwalimu na mponyaji wangu. Roho Mtakatifu, msaidizi wangu wa uponyaji. Nitasoma katika jina la Yesu. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 26. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, lakini ajapo huyo msaidizi. Ajapo nani? Msaidizi. Nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mnanishuhudia kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Kwa Bwana Yesu anawaambia wanafunzi kwamba kuna msaidizi ambaye anatoka kwa Baba. Lakini anasema cha ajabu kule mwisho anakomalizia, anasema nanyi pia mnashuhudia kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami. Kwa Roho Mtakatifu amekuja kumshuhudia Yesu na kumdhibitisha kazi zake. Kwa anapoingia ndani ya muamini, kazi kubwa ni kumshuhudia na kumdhibitisha Yesu Kristo katika maisha ya muamini. Lakini hilo pia linaenda pamoja sambamba na kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 26. Nitasoma pia katika jina la Yesu. Yohana 16 mstari wa 7. Anasema, lakini mimi nawaambia kweli, yawafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Unajua, ukiangalia kwa umakini na kwa kutaka kuelewa vizuri, ina maana Yesu anasema hivi, hiki kitabu nakiona, hiki hapa nikinaondoka, ninakuletea kitabu kingine ambacho kama mimi, kinafanana na mimi, na kitafanya yote niliyofanya mimi, na kitakuwa pamoja na nyinyi daima. Kwa Bwana Yesu anatuambia kwamba sitawaacha yatima, sitawaacha wakiwa,
bali yote ambayo mmeona mimi nikiyafanya, na mimi huyo ninayemleta kwenu atafanya. Kama mliona miujiza kwangu, huyo Roho Mtakatifu atafanya miujiza mingi zaidi. Kama mliona maajabu kwangu, huyo Roho Mtakatifu atafanya maajabu kwangu. Kama mliona uponyaji katika huduma ya Yesu, Roho Mtakatifu atafanya uponyaji mkubwa zaidi ya ule unaoona. Kwa maana yake anamleta mtu ambaye anakuwa ni msaidizi, kwa maana ya kwamba anakuwa ni mtu ambaye anamwakilisha Kristo katika maisha yako. Sasa ukisoma mistari hiyo miwili pamoja, unapata tafsiri kwamba Roho Mtakatifu katika maisha ya Mkristo, mimi na wewe, ana maeneo makubwa 7 ambayo natamani ujue, na sio kuyajua tu, bali ya kusaidia kwa ajili ya kuweza kukomaa na kujua kwamba kumbe una thamani kubwa na amana kubwa kwa ajili ya maisha yako. La kwanza, Bwana Yesu anatuambia kwamba huyo Roho Mtakatifu ni msaidizi. Msaidizi maana yake nini? Maana yake ni mtu ambaye unapokuwa na shida, unapokuwa na magonjwa, unapokuwa na tatizo, anakusaidia. Lakini kumbuka, mtu anaitwa msaidizi, maana yake na wewe una sehemu ya kufanya. Roho Mtakatifu ana mikono, Roho Mtakatifu ana miguu, Roho Mtakatifu ana macho, ana masikio. Ni roho, kwa haionekani katika namna ya kimwili. Anategemea kutumia viungo vyako wewe kwa ajili ya kutimiliza kusudi la Mungu. Anategemea kutumia mdomo wangu mimi leo naongea kwa nguvu yake kwa ajili ya kuwakilisha meseji ya Kristo au ujumbe wa Kristo. Kwa Roho Mtakatifu anatumia au anamtumikia au anamfanya mtu aweze kutumia kile ambacho Mungu amemjalia kama msaidizi kutimiliza lile lengo. Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana 15:26 anatujulisha wazi kwamba jamani, ninaondoka, lakini nitawachia mtu anaitwa msaidizi. Huyo ndio Roho kweli. Atawafundisha yote, atawafunulia yote, na atawakumbusha yote. Mungu Roho Mtakatifu anaingia ndani ya maisha yako kwa ajili ya kuongoza. Kwa cha kwanza, Roho Mtakatifu ni msaidizi. Msaidizi maana yake nini? Umekwama katika maisha, Roho Mtakatifu naye amekwama. Msaidizi maana yake nini? Unaona jambo ni gumu kulibeba peke yako, Roho Mtakatifu yuko pale kusaidia kulibeba. Unaona kuna changamoto nzito katika maisha, Roho Mtakatifu yuko pamoja nawe. Ndio maana Bwana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 na 19. 18 anasema mamlaka yote nimepewa mbinguni na duniani. Lakini 19 anasema enendeni mkahubiri kiumbe wa kila injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Lakini mstari wa 20 anasema kwamba mimi nitakuwa pamoja nanyi hata utimilifu wa dahari. Yesu yuko wapi leo? Yesu yuko wapi leo? Yuko mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Roho Mtakatifu ni mwakilishi wa Yesu, kama ndio Yesu mwenyewe. Yesu alipokuwa katika mwili alikuwa hawezi kuwa mahali pote wakati mmoja. Kwa hiyo ilibidi awe anatembea katika Yerusalemu tu. Lakini kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho yupo mahali pote, Yesu Kristo yupo katika dunia nzima, na yoyote anayemwita yuko tayari kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo la kwanza ni msaidizi, na ukijua yeye atakusaidia. Niliwaambia wiki iliyopita nikisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 20, Daudi anafika hatua kutaka kufanya mashambulizi katika vita. Biblia inasema akamuuliza nabii wa Bwana, niende kwenye vita hii au nisiende? Nabii akamwambia nenda. Vita ya pili, niende au nisiende? Nabii akamwambia nenda. Vita ya tatu, nabii akamwambia usiende.
Leo uhitaji kuwa na nabii kukwambia ufanye jambo usifanye. Ndani yako wewe kuna nguvu ya Mungu ambaye ni Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni roho ya Yesu Kristo. Ukimwamini Yesu Kristo na kumuomba, anakuachilia nguvu inaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie, mtu asikudanganye, Mungu anakupenda kupita kiasi. Mungu anakuthamini kuliko kitu chochote. Waweza kuwa unajisikia kama hujathaminiwa, hiyo ni hisia zako tu, lakini mpango wa Mungu juu ya mwanadamu umekamilika. Maana yake nini? Ndani yako wewe anakaa Mungu Roho Mtakatifu.